Bana, tunafahamu kwamba usiku wa jana kuamkia leo ulikuwa ni moja kati ya siku kubwa sana kwa upande wa Boniface pamoja na Mona Lisa ambao ndio wamefunga ndoa na kuanza safari yao mpya ya maisha katika maisha ya ndoa, harusi ambayo imefanyika Kahama. Na harusi kabla ya kufika siku husika, tunakumbuka kwamba imeenda na mambo mengi sana kutokana na namna ambavyo send off ya Mona Lisa namna ambavyo ilienda. Na tunafahamu kama harusi inahusisha kati ya Boniface pamoja na Mona Lisa Buyamba. Sasa story kubwa hapa ni kutokana na baba wa mwanamke ambaye ni Sylvester Buyamba ambaye alimwandalia moja kati ya send off matata sana ambayo ilisababisha mpaka maneno mengi sana kama ambavyo tumekuwa tukiripoti kipindi cha hapo nyuma. Send off ilikuwa ni ya bei kubwa sana kutokana na namna ambavyo shamra zilikuwepo, lakini pia zawadi ya kamati na vitu vingine vingi sana. Ilisababisha pia mpaka watu wengi sana wa Dar es Salaam kuweza kuvutiwa na kile ambacho kilifanyika, pengine hata kutamani kuweza kwenda kule na kuona ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Huku pia machawa ambao wamekuwa kifahamika hivyo wakiamini kwamba ni moja kati ya sehemu pia kwenda kupiga hela. Kwa hiyo kumekuwa na mvutano mkubwa sana kati ya brand ambaye ndio inasemekana ni influencer kutoka upande wa kanda ya Ziwa pamoja na influencers wa Dar es Salaam kati ya Mwijaku na Doto Magari. Wanavutana kwa kiwango kikubwa sana, kila mmoja pia akivutia upande wake, akijaribu kusifia kutokana na kile ambacho kilikuwa kikiendelea. Sasa tunafahamu kwamba Mwijaku ni moja kati ya mtu pia ambaye anaangalia fursa, kwa maana ya kwamba sehemu gani ambako kuna fursa na ana akili, anajua namna ambavyo anaweza kaenda upande huo ili pia aweze kupata pesa. Alimdhihaki tajiri wa GSM ambaye ni tajiri wa Katoro. Alizungumza akisema kwamba zile nyumba ambazo wanaishi sio sahihi, anatakiwa angalia makazi kwanza, sio anaangalia tu usafiri na vitu kama hivyo. Kwa watu wakajua kwamba kutokana na maneno yale makali ambayo alikuwa ameyazungumza, pengine inawezekana ikawa ngumu sana hata kwenda kule Kahama kuhudhuria kwenye harusi kutokana na maneno ambayo tayari alikuwa ameshazungumza. Lakini hiyo sio kitu kwa upande wa Mwijaku. Kufuta maneno kwake ni kitu ambacho ni chepesi sana. Anaweza kafuta na mwisho wa siku pia mambo yakabadilika, pesa zikawa upande wake, na hata yule ambaye alikuwa amemdhihaki pia akageuka na kukubaliana na Mwijaku kile ambacho alikuwa anakisema. Pengine inawezekana akasema tumefuta kauli, na ndicho ambacho alikuwa akikifanya. Kwa hiyo watu wengi walijua kwamba kutokana na hiki ambacho kinaendelea, Mwijaku pengine hatakuja kabisa kwenda kule Kahama kutokana na namna ambavyo alikuwa ameshamdhihaki mara ya kwanza kuhusiana na nyumba zake, akidai kwamba hawezi kuishi kwenye nyumba ambazo zina paa za namna hiyo, angezingatia kwanza kwenye kujenga na sio kuwekeza kwenye magari na vitu kama hivyo. Sasa jana harusi imefanyika Kahama ya Boniface na Sylvester, na Sylvester kwa maana ya Buyamba mwenyewe, GSM wa Katoro pia alikuwepo na marafiki zake na watu wake wa karibu kwenye ile harusi. Na kama kawaida harusi ilikuwa mpangilio vizuri sana. Miongoni mwa tukio ambalo watu wengi limewavutia ni kutokana na vile ambavyo waliamua kutoa kwa jamii, ambapo Boniface na Mona Lisa walikusanya zaidi ya milioni 35 kwa ajili ya kutoa msaada, ikiwa ni moja kati ya sehemu ya harusi yao ambayo walikuwa wamefanya, na alisema kwamba wakitimiza ahadi hiyo basi itakuwa ni jambo la heri, na naamini kwamba watapata baraka nyingi zaidi katika safari yao ya ndoa. Ukiachana na story hiyo pia ambayo imevutia watu wengi sana, Mwijaku pia alikuwepo kwenye harusi, na watu walikuwa wanategemea kuona mpaka mwisho wake utakuwa vipi. Je, pengine Mwijaku atafanikiwa kuokota? Ni jina ambalo amekuwa akitumia ma influencers kwamba kuokota, kwa maana kwamba unapewa pesa au kutunzwa na tajiri kutokana na kumsifia na vitu kama hivyo. Isivyo pengine kama tofauti na vile ambavyo watu walikuwa wametegemea, kwa maana kwamba watu hawakutegemea kama Mwijaku angeenda pale. Alienda na alipewa nafasi ya kuweza kuzungumza, kutoa nasaha kwenye harusi ile, kwa maana kama kwa bi harusi pamoja na bwana harusi pale. Alizungumza vitu vingi sana. Miongoni mwa vitu vingi ambavyo alivizungumza ni kwamba wasisikilize maneno ya watu wa nje, isipokuwa bwana harusi anatakiwa asikilize yeye na mke wake, kwa maana kwamba ndoa ni kati ya yeye na mke wake na sio maneno ya watu wengine. Akatolea mfano, yeye yupo kwenye ndoa kwa kipindi cha miaka 10 na mke wake hajawahi kwenda kwao. Kwa hiyo sasa watu wakawa wanajiuliza kwamba ni nini ambacho alikuwa anajaribu kukizungumza na ujumbe gani ambao alikuwa anafikisha kwa mwanamke, yani kwamba miaka 10 hajaenda kwao. So vitu vilikuwa vingi sana, lakini sasa mwisho kama kaida yake alimsifia GSM wa Katoro, alimuita mbele pale. Baada ya kumsifia pale pia
kama kaida yake alitaka kuokota na alifanikiwa kuokota. Kuna kiasi cha fedha ambacho JSM wa Katoro alikitoa pale kwa ajili ya kumpa Mwijaku, na watu wakawa wanamsifia sana kwamba okay, Mwijaku ametumia akili na amefanikiwa pia kupata kiasi cha fedha ambacho alikipata pale mara baada ya kuonekana amemsifia JSM wa Katoro kwenye harusi yake. Kwa hiyo hilo ni moja kati ya tukio pia ambalo lilisisimua kwa kiwango kikubwa sana kutokana na namna ambavyo Mwijaku pia alipata pesa kwa njia ya kipekee na namna pia ambavyo aliamua kutumia njia hiyo ili pia maisha yake yaweze kuendelea. Kwa hiyo mambo ni mengi sana. Haya, mtazamo wako na maoni yako ni yapi? Usiache kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV. Wewe ni tajiri. Mungu akuweke, Mungu akutunze, akuweke mbali na watu wabaya, chuki, husuda zikae mbali. Wewe ni tunu ya nchi. Habari za jioni mabibi na mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Moja kati ya kitu ambacho najivunia usiku wa leo ni kuona vijana wamefanya maamuzi sahihi. Mimi nipo kwenye ndoa miaka 10. Wakati wazazi wanatoa nasaha, my brother, nikasema na mimi niongeze neno moja tu. Ndoa ni wewe na mke wako. Usiruhusu mshauri mwingine yoyote asiingize. Na miaka 10 mke wangu hajawahi kuinua mguu kwenda kwao. Yuko ndani ya kasi la bilioni 1.3 Kigamboni, Kisota. Kwa nini nimekwambia hayo? Kwa sababu umma wote ulioona hapa sio wote wamekuja kwa nia njema. Ukweli useme, kuna wengine wamekuja kufurahi, wengine wataangalia utaachana naye lini, mtagombana lini. Kikubwa mtangulize Mungu, my brother. Bwana JSM kwa simama ndugu yao. Simama. Shika. Wakati unakuja mtu akikuangalia mbio anaweza kaona na miaka 25. Unajua kwa nini? Mama anajua kukutunza. Sasa mfano huu unaoona hapa, madam ndio kwa ufanye kwa misa. Wanaume hatutaki kelele. Mpigeni makofi JSM wa Katoro. La mwisho, imagine unashindana na kombe la dunia. Yaani wewe na kombe la dunia mnashindana. Imagine. Saizi Argentina na Spain wanacheza, lakini masikio, vichwa wote wanasubiri hapa kitatokea. Sasa usinyache kinyonge. Kumekucha yako. Saizi Messi na Lamine Yamal anacheza. Wewe unaniachaje? Ukiniacha kinyonge manake Messi na Lamine Yamal wametake over. Huyo ndio JSM wa Katoro. Sikiliza neno lake. Moja kwenye usadikishia umma, JSM ni nani? Wewe ni tajiri. Mungu akuweke, Mungu akutunze, akuweke mbali na watu wabaya, chuki, husuda zikae mbali. Wewe ni tunu ya nchi, na serikali inajua watu kama nyinyi ni muhimu, natakiwa ulindwe. Wewe unapaswa kulindwa. Mama, mpe maelekezo baba. Naomba Mrs. Sylvester atakeleze kile alichosema. Unajua kuokota. Mnaruhusiwa kumsindikiza. Sasa kupitia mfano huu nataka watu wote tuje tutunze hapa kwenye hii meza, ili maharusi, huu mchango wa maharusi sio za kwangu, kwa sababu anasindikiza. Asante. Hii ya kwangu moja. Mambo ya JSM haya, umefungua njia, vijana wanafuata nyanya. Njoni safi matajiri, ukiweka kwenye sahani ndogo ya kwangu. Safi. La mwisho ndugu yangu, asanteni sana watu wa Kahama, asanteni sana watu wa Geita, asanteni sana watu wa Katoro.